tumekuwa na ilani bora ya uchaguzi kuliko kipindi chochote kile. Zaidi, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ndio kimebeba matumaini ya Watanzania ndani ya nchi yetu. Kuanzia vijana ambao ndio moyo wa nchi yetu, wanawake walezi wa taifa hili, lakini makundi mbalimbali wakiwemo kina baba, watoto, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Ilani yetu inaingia mpaka kwenye familia palipo na kitovu cha ujenzi wa maadili ya taifa letu. Kwa hiyo utaona namna gani ilani ya Chama cha Mapinduzi imesheheni mambo mengi mtambuka kwa ajili ya kwenda kuleta majawabu ya Watanzania. Ilani ya CCM inatoa mwanga wa ajira na ustawi wa jamii, inaleta suluhisho kubwa katika sekta ya afya, inaahidi mapinduzi ya kiuchumi na uzalishaji. Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuijenga Tanzania ambayo rasilimali zetu zinaongezwa thamani kuanzia ngazi ya wilaya na mikoa. Na hii mgombea amekuwa akisema wataenda kuanzisha kongani za viwanda kuanzia kwenye wilaya, kwenye mikoa, ili kuongeza thamani ya mazao ambayo yatakuwa yanazalishwa katika mikoa na wilaya husika. Hii itakwenda kufungua fursa kubwa ya kiuchumi. Lakini mheshimiwa mgombea anajua kufanya hivyo ndio kumkomboa Mtanzania, kumwezesha auze bidhaa badala ya malighafi, ni kuimarisha kipato chake. Ndugu zangu, ilani ya CCM ni mwanzo na mwisho wa kero ya maji. Tunakwenda kuwa na gridi ya maji ya taifa. Tunakwenda kuzalisha umeme megawati zaidi ya 8,000, mara 2 ya umeme uliopo sasa hapa nchini. Lakini katika sekta binafsi inakwenda kupewa kipaumbele na kupewa nguvu kuliko wakati wowote ndani ya nchi yetu. Tunataka kuendea muhula ambao tija ya kilimo inakuwa juu. Kama nchi tulime na kufuga kisasa. Ndio maana kuna program za chanjo ambazo serikali inatoa kwa wafugaji kuhakikisha mifugo nchi nzima inachanjwa ili wakulima waweze kufanya ufugaji wenye tija ambao utaakisi maendeleo ya kisasa yaliyoko hivi. Sekta ya madini ni hazina ya taifa letu. Tutaikuza, lakini pia tutaboresha makazi ya wananchi. Tutajenga miundombinu zaidi ili kila kona ya nchi ifikike kwa urahisi. Kwa msisitizo, ilani ya CCM imegusa kila eneo, na huo ndio upekee wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine ambavyo vipo ndani ya taifa hili. Leo Oktoba 27 ni siku ya 60 tangu tuanze mzunguko wa kampeni zetu. Ni wiki 4 na siku 4 za makutano ya ana kwa ana baina ya mgombea urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Watanzania wote katika mikoa yote ambayo ameshapita. Ni miezi miwili ya mawasiliano yaliyo na maelewano na masikilizano ya kiwango cha juu, kwa sababu mgombea amefanya kazi ya kukutana na wananchi ngazi ya kata, ngazi ya vijiji, ngazi ya vitongoji, wilaya mpaka mikoa, ambako amekuwa akinadi sera na kuinadi ilani ya uchaguzi ya 25-30. Yamekuwa majuma ya kuwafikia Watanzania popote walipo, kuwaomba ridhaa ya kuendelea kuwaongoza. Muhimu zaidi, kuwajengea matumaini mapya kutokana na huduma ya kazi na utu ambayo Chama cha Mapinduzi kitawapa kupitia serikali ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kuiunda. Ndugu zangu, nipo hapa kwa niaba ya chama changu kinachoongozwa na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, imekuwa safari ya miezi miwili yenye ulinzi mkubwa. Tupo salama na tumefanikiwa sana. Afya ya mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan ni buheri kabisa. Amezunguka kila kona. Nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina ukubwa wa kilomita za mraba 947,403. Amezunguka na ameweza kuzungumza na Watanzania mbalimbali katika maeneo hayo. Nataka niwaambie Watanzania, ndugu yao kipenzi, mama yetu, rais wetu na amiri jeshi mkuu na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ana afya njema isiyo na mashaka hata kidogo. Yuko timamu na yuko tayari kuweza kutoa utumishi ndani ya taifa hili. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mlinzi mkuu na mpaji wa afya na vyote vyenye kutupa jeuri ya leo, sasa tuwashukuru Watanzania kwa mwitikio wao. Sisi Chama cha Mapinduzi katika mikutano ya kampeni tumeweka rekodi kubwa ya mahudhurio kuwahi kutokea tangu kuasisiwa kwa vyama vingi mwaka 92. Takriban watu
milioni 25.3 wamehudhuria mikutano yetu ya hadhara, wakati watu milioni 57.1 wamefuatilia kampeni zetu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ndani na nje ya nchi yetu. Namba za kimtandao zinaonyesha kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha kampeni amefuatiliwa mara milioni 164.9. Hii inadhihirisha ukubwa wa Chama cha Mapinduzi, lakini kukubalika kwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia shukrani zetu ni kwa mamilioni ya Watanzania walioacha shughuli zao na kujumuika nasi kwenye mikutano ya kampeni. Tunashukuru vile vile kujivunia teknolojia ya mawasiliano, maana imekuwa rahisi kuwafikia watu wengi. Waliotufuatilia kupitia redio, television, magazeti, mitandao na simu pamoja na kompyuta na vifaa vyote vya kidijitali ndani ya vyombo vya usafiri, vibanda umiza, nyumbani kwa maana ya nyumba zetu, kwenye mabaa, barabarani, tumewafikia Watanzania wengi kuwahi kutokea kwa takwimu hizo ambazo tumetoa. Mgombea wetu wa urais ameshafanya mikutano zaidi ya 114 ya kampeni. Yote imekuwa na mafanikio makubwa. Mikutano mikubwa viwanjani. Msafara wa mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan umeweza pia kusimamishwa maeneo mengi, wananchi wakiwa na shauku ya kumuona mgombea, kumsikiliza, na yeye hakusita kuweza kuzungumza na Watanzania pindi alipokuwa anasimamishwa. Hii inaonyesha ni utu wa kuwajali watu ambao wanaenda kuwaomba ridhaa. Wingi wa watu waliojitokeza kutaka kumsikiliza mgombea wetu ni tafsiri ya imani kubwa ya watu kwa Chama cha Mapinduzi na upendo mkubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na uongozi wake unaojali utu na matokeo aliyoyaonesha kwa miaka 4 iliyopita. Ndugu zangu, katika mikutano yote sio tu Dr. Samia Suluhu Hassan alinadi ilani ya CCM na kutoa ahadi zake, aliwasikiliza pia wananchi. Usikivu huo uliwezesha kuhuisha ahadi zake kwa muhula ujao. Hayo yamewezekana kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan anaipenda sana Tanzania, anajali na kuzingatia mno kesho ya nchi yetu, pia anathamini utulivu wa taifa letu. Kwa mnaweza kuona kwamba mgombea pamoja na kuhutubia, kunadi sera, pindi ilipokuwa inapatikana fursa kama mwananchi ana jambo lake, hakusita kuweza kuwasikiliza, na aliunda timu maalum ya kuweza kusikiliza changamoto na kero mbalimbali kupitia ofisi yake binafsi, ambapo kero hizo pia zimekuwa zikitatuliwa na kumalizwa. Madhumuni ya mkutano huu ni kutoa mrejesho wa kampeni zetu, mafanikio yetu ndani ya siku 60 zilizopita, kisha kuwajulisha kuwa kesho Oktoba 28 katika viwanja vya CCM Kirumba hapa Mwanza, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kitafanya mkutano wa funga kazi, mkutano wa kihistoria, mkutano ambao utathibitisha uimara, umadhubuti na ukubwa wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo nyote tunawaalika kesho CCM Kirumba, mje muone mambo yanavyofanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Tumia mitandao ya kijamii kwa fursa. Ukipokea ujumbe wa